Hujambo na karibu mtazamaji wa Chemba Talk Show. Leo katika Talk Show tunaungana na moja ya waimba injili maarufu kabisa, watoa huduma kwa ajili ya kutoa neno la Mungu, lakini wao wanatoaje hilo neno kupitia nyimbo. Mimi naitwa Amini Nyaungo na Talk Show yetu ipo kwa ndugu yangu. Atajitambulisha hapa ni nani, anafanya nini, ametokea wapi na nini ambacho kinachoendelea. Ndugu yangu, karibu sana ndani ya Chemba Talk Show. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam. Asante sana, ubarikiwe sana. Naam, kwa majina? Kwa majina naitwa Brighton Lawyer. Nikiwa nimetokea hapa maeneo ya Singida mjini hapa. Ni mtumishi wa Mungu kwa njia ya kuimba. Hivyo nimefika hapa katika radio hizi za Standard Radio FM ili kuweza kuzitangaza na kujinadi mimi mwenyewe ni kama mwimbaji au kama mtumishi wa Mungu. Naam. Ulianzia wapi? Nilianza mwaka 2022 nikiwa hapa Singida. Ndio mwaka ambao nilianza kuingia katika habari au katika mambo ya kiutumishi. Naam. Na kuanzia hiyo 2022 mpaka hii leo una album, una nyimbo ngapi na nini ambacho kinachoendelea? Kwa kweli mpaka sasa hivi album bado haijakamilika kwa sababu hii habari ya utumishi ama hizi kazi za kimungu huwa hazihitaji haraka sana, zinahitaji kutafakari sana ndipo uweze kutoa ujumbe kwa watu. Naam, labda unaweza kutumegea tu kidogo kupitia Chemba Talk Show, na kama ulivyosema hapa Standard Radio kwamba una ngoma ngapi, una nyimbo ngapi za kwa ajili ya Mungu? Mpaka sasa nina nyimbo 4 ama track 4 ambazo zimeshakamilika. Na nikiwa naendelea na nyimbo zingine ama kazi zingine ili niweze kukamilisha albamu hivi karibuni. Sio muda mrefu sana. Ndio niko kwenye maandalizi ya kuendelea na kazi zingine, ambapo nafikiri kwenye mwaka huu, mwishoni mwa mwaka huu nitakuwa nimekamilisha album. Sawa. Kwenye hizo nyimbo rafiki yangu mmoja anaitwa Kikoricho alikuwa ananiambia kuna nyimbo za kuabudu, sio hizo zako, lakini wako katika mazungumzo. Lakini kuna nyimbo za maombi. Wewe zimejikita kwenye sehemu ipi? Nyimbo ambazo nimefanya katika hizi track 4 ama kazi 4, kuna nyimbo ambazo ni za kutafakari, nyimbo za taratibu ambazo zinamfanya mtu ambaye anatafakari aweze kuingiwa na ujumbe zaidi. Pia kuna track 2 ambazo nime-rap. Malengo ni kwamba tu ni kuwapa watu neno la Mungu kiundani zaidi, maana unapo-rap unakuwa na maneno mengi zaidi. Ujumbe unakuwa mrefu na unakuwa na maana na unawaingia watu zaidi. Ndio. Tunaweza kupata baadaye kidogo hapo, kupata kadogo hata sekunde 15 20 kapea. Naam, inawezekana. Tupatie basi hiyo sasa, muangalie kule. Haya. Hebu tupatie hiyo kapera ya kurap. Naam. Alfa na Omega, mwenye sifa kuliko, mwenye nguvu, uwezo, mamlaka kuliko, hakuna mwingine anayeweza kuliko. Mbingu na nchi umeziumba kuliko, ukaweka vilivyomo kwa ujuzi kuliko. Fadhili zako milele zitadumu kuliko. Umemuumba mwanadamu kipekee kuliko, ukampa ufahamu na hekima kuliko. Wanyama kila aina kwa maarifa kuliko. Viumbe wanaoruka kapendeza kuliko. Wale wanaotambaa kawa vyema kuliko. Ukaweka na mimea kavutia kuliko. Yenye mbegu za matunda izaayo kuliko. Ukatenga nuru giza kwa uweza kuliko. Kila jambo lilofanya likawa jema kuliko. Naam, mtazamaji wa Chemba Talk Show, stanza vina vimesimamia kwenye kuliko. Umemsikia wakati anatupa akapela zake ndani ya hizo nyimbo 4 ambazo ameweza kuzungumza. Bado tuko naye na tunatamba naye mtazamaji wa Chemba Talk Show. Kwa nini umeamua kumwimbia Mwenyezi Mungu? Makusudi hasa ya Mungu kumuumba mwanadamu ilikuwa ni kumwabudu. Ndio tutakuwa na kazi zingine za kufanya za kimaisha na majukumu ya kimaisha, lakini bado itatakiwa tu tumwabudu Mungu. Lengo kubwa la Mungu kumuumba mwanadamu ilikuwa ni kumwabudu yeye Mungu. Ndio. Lengo ni kumwabudu Mungu. Sasa familia inahusikaje kwenye masuala yako haya ya nyimbo
za Injili, lakini pia kumwimbia Mwenyezi Mungu? Familia yako inaingia moja kwa moja ama kidogo kuna mvutano ndani yake? Familia yangu inaingia moja kwa moja, tuko pamoja katika kuabudu Mungu. Ndio. Shemeji anahusika kabisa? Anahusika kabisa. Watoto wanahusika. Najua kabisa utakuwa nao. Kabisa. Haya bwana mtazamaji, kama ambavyo tumezungumza, ndugu yangu hapa yupo na tunaendelea kuwa naye hapa kwa ajili ya kuweza kutuambia namna gani nyimbo za Injili zina mwimbia Mwenyezi Mungu. Lakini unafikiri kwamba watu wanasema kwamba huku kuna pesa sana kwenye nyimbo hizi za Injili, wewe umelifikiria hilo ama wewe ni wito? Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna mawili hapa. Kuna mwingine anaweza akatumikia kwa ajili ya kutafuta pesa, kuna mwingine ni wito. Utajuaje kwamba ni wito na huyu anatafuta pesa? Ni pale unapoona ujumbe unaotoka katika kazi zake ama maneno aliyopo katika kazi zake. Pia na mwenendo wa huyo mtu utamuona tu, hawezi kujificha. Ndio. Kwa hiyo wewe umesimamia wapi sasa? Maana swali inakuhusu wewe. Huu ni wito. Ndio. Wito kwa ajili ya kumwimbia Bwana. Wito kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Unampenda sana Mungu? Nampenda Mungu kwa sababu ndio mwanzo na mwisho. Ndio maana nimesema Alfa na Omega, mwenye sifa kuliko. Ina maana bila yeye hakuna jambo lolote litakalofanyika. Uzima wetu, mapito yetu yote, afya zetu, hali ya hewa na kila kitu ni Mungu. Labda nyuma huko wakati ukiwa mdogo, familia yenu ni familia ya kimungu, yani ni watu ambao walikuwa wanafanya hivyo? Hasa mimi nimetoka katika familia ya Kiislamu mpaka sasa. Mimi familia yangu kabisa ni chimbuko ni Uislamu. Lakini mimi ni mpango wa Mungu, ndio maana nasema ni wito. Mimi nimejikuta nikiwa katika ndani ya Ukristo, naimba, nahubiri na namtumikia Mungu kupitia Yesu Kristo. Sawa. Bado tungali tunaendelea kuzungumza naye hapa ndugu yangu mtazamaji wa Chemba Talk Show. Kama ambavyo unaweza kutuona, mambo ni mazuri kweli kweli, lakini pia tutaacha hapa namba zake, utaweza kuona kwa ajili ya kuweza aidha umpigie simu umwambie, lakini pia kwa namna yoyote muweze kubadilishana mawazo. Lakini ndugu yangu, labda umewaza kufanya collaboration na wasanii wengine wakubwa kufanya masuala haya ya Injili? Collaboration huwa ni muhimu kwa sababu katika kuimba au katika kutumikia Mungu huwa kunahitajika ushirikiano. Kwa hiyo collaboration ni muhimu. Ni muhimu kwa sababu ya kubadilishana mawazo na kuonyeshana uwezo. Ndio. Collaboration ni muhimu. Sawa. Tupate akapela angalau nyimbo nyingine afu tuache. Yaani sasa hapa tukuingii tena kwenye hiyo nyimbo nyingine. Asante sana. Karibu. Bwana umenichunguza, wanijua toka mbali, wafahamu wazo langu kabisa tokea mbali. Nyuma umenizunguka na mbele umenizunguka, mkono wako umeweka juu yangu Bwana wangu. Wajua kulala kwangu pia kuamka kwangu, wajua kuketi kwangu pia kuondoka kwangu. Wazijua njia zangu, maneno ya kinywa changu, hakuna usilojua jambo lolote juu yangu. Basi mtazamaji wa Chemba Talk Show, msije mkaiba mistari humu ndani, tutarejea hivi punde. Mtazamaji, tunaendelea na sasa tunaelekea mwishoni kabisa nyimbo za Injili, lakini umesikia nyimbo zake mbili kati ya zile 4 akiweza kutoa akapela yake moja ya kurap kuliko nyingi sana, kwa maana ya stanza zile vina. Sisi watu wa rhymes tunaweza kuzungumza namna hiyo, lakini mwisho akaja kuimba namna gani ambavyo uwezo mkubwa aliokuwa nao kwa ajili ya kuweza kumwimbia Mwenyezi Mungu. Kwa sasa twende sasa, kama ana namba za simu, lakini pia utuambie
utaja namba za simu mwisho, lakini utuambie kwamba wasanii gani sasa hao wakubwa wewe umepanga kuweza kukutana nao, kuimba nao katika hizo collaboration zako, yani katika akili tu Rose Muhando baadhi huko, nani wewe unawaza nao? Asante sana ndugu mtangazaji. Msanii ambaye ananivutia sana katika kuimba na pia katika aina ya uimbaji wangu ni Ambwene Mwasonge. Ndio. Wa kike ambaye ana vocal nzuri ambazo pia zinanivutia ni Martha Mwaipaja. Martha Mwaipaja. Ndio. Kwa hiyo ukipata nafasi nao unaweza kuomba collab nao. Ndio kabisa. Aha. Ndio. Sawa. Ambwene ana sauti fulani hivi. Sasa kunikumbusha kanyimbo kake kale bwana. Kale kanyimbo kake. Okay. Nakumbuka nikiwa mdogo mimi na ndugu zangu. Naam. Aha. Huyo Ambwene. Umesema mwingine nani? Martha Mwaipaja. Martha Mwaipaja, bonge moja la msanii wa Injili. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, unaonaje hapa? Najua hiyo imekaa sawa sawa. Tupo katika maneno ya Mungu, lazima tufurahi, lakini pia tuenjoy kwa sababu tunamzungumza Mwenyezi Mungu. Namba zako za simu sasa, watu wakitaka kutoka. Lakini mtazamaji wa Chemba Talk Show, na hapo ndipo ambapo tunafika tamati ya siku hii ya leo. Mimi naitwa Amini Nyaungo na tunaendelea na talk show wakati mwingine. Kwaheri na siku njema.